Kwanza niwapongeze Singida. Nadhani katika timu ambazo kwa hii miaka ya karibuni wana jicho la kuona wachezaji ni Singida. Sasa nadhani kwa mchezaji kama Mosi kama Yanga Afrika wakimpata, na ukija kaangalia kwa hiki kilichotokea kwa Pacome, nadhani anaweza akaja akaongeza kitu fulani pale kwa Depu na Prince Dube. Na ukija kaangalia kama Mzize naye atarudi kwenye utimamu wake vizuri, kunaweza kukawa kuna challenge. Hiyo challenge ya wachezaji wenyewe kwa wenyewe inaweza ikawa na tija yani kwa klabu kuipa yani matokeo mazuri yani kwenye game watakazokuwa wanacheza. Yani unamaanisha kwamba Musa anaweza kawa mrisi wa Pacome? Maanake ujue kwa sababu gani Saidi? Ujue Mosi ukija kaangalia ameingia dirisha dogo, amekuwa mfungaji bora. Sasa akikutana na timu bora kama ya Yanga Afrika nadhani inaweza ikamrahisishia zaidi kazi ya kuwa anapachika magoli, lakini yote kwa yote itategemea ni na jinsi mwalimu atakavyomwangalia yani kwa jicho la tatu. Lakini ukiangalia uchezaji wa Pacome na uchezaji huyo wa mfungaji bora wa Singida na ligi kuu, kama kuna tofauti, kwa Pacome ni mara nyingi hata timu ikizidiwa yeye kuna kitu anakifanya. Je, hiki ambacho anakifanya Pacome anaweza kukifanya huyu mchezaji huyu? Pacome ndio kama nilivyokuambia, uje Pacome ataendelea kuwa Pacome. Pacome kuna vitu vizito au vigumu anavirahisisha viwe vyepesi. Unaona yani kama mpira ni kitu chepesi yani. Anakuwa na majukumu yake tofauti ujue na Mosi. Mosi ye kazi yake nadhani kikubwa zaidi ni kukaa maeneo sahihi na kufunga magoli. Sasa inategemea mahitaji ya mwalimu. Sasa hivi labda kutokana Pacome nimemkosa, inabidi sasa nitumie wachezaji wa aina gani, nitumie mfumo gani ili angalau huyu Mosi anaweza asinipe kile alichokuwa ananipa Pacome, lakini kuna kitu fulani anaweza akawa amekiongeza kwenye timu kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya ushindi. Kwa hiyo tutarajie kuona kubadilika kwa mfumo kama atafanikiwa kumsajili huyu. Inawezekana, maanake ujue kama nilivyokuambia, ujue Pacome kuna vitu vigumu anaweza akawa anavirahisisha, lakini sasa leo haupo na Pacome, inabidi ufanyeje? Unaweza ukaamua sasa kwamba Mzize au Maxi watokee pembeni hapa, labda nianze mimi na Mosi au na Prince Dube au nianze na Depu. Kuna kitu fulani wanaweza wakawa wananiofa yani. Hauoni kuna haja pia kumpata mbadala Pacome na kumsajili pia huyo Mosi, kwa sababu ukimsajili Mosi hauoni kana kwamba kuna kati ya Depu na Dube mmoja anapaswa kupungua pale, si ndio? Unaweza ukaendelea nao wote na hiyo ujue tunazungumzia kutokana na Mzizi yani jinsi atakavyorudi. Ujue Mzizi amekaa muda mrefu na hatujui jeraha lake mpaka sasa hivi anaendelea vipi. Kwa maana hiyo ujue unaweza wakati mwingine ukacheza patapotea, ukasema ni muache striker mmoja kwa kuwa Mzizi anarudi, kumbe baadaye Mzize akawa bado hajarudi kwenye utimamu wake wa kawaida. Kwa maana hiyo naweza nikasema kuwa na wachezaji wengi wenye kiwango bora si mbaya, lakini nachotakiwa wakupe kile kinachotarajiwa. Na zaidi ujue mimi huwa napenda ukiwa na wachezaji wengi wenye kiwango kizuri kutoka nje, kunakuwa kuna challenge ya wenyewe kwa wenyewe yani. Kila mtu manake anataka yani angalau apate nafasi na kujitengenezea mazingira mazuri ya kupata labda mkataba mzuri au kupata yani safari ya kuonekana yani kwenye vilabu vingine vya nje ya nchi. Mosi ni mchezaji wa aina gani? Mosi kwangu mimi naweza nikasema ni goalgetter yani. Yule unaweza kwa miaka ya nyuma naweza nikamfananisha kama mchezaji mmoja ambaye ameshawahi kutokea hapa Tanzania, anaitwa Zamoyoni Mogera, Golden Boy, alikuwa Simba. Ni mchezaji ambaye ana uwezo, unaweza usimuone kwenye dakika 20, 15, dakika 30, lakini kila nafasi anaoipata anajua jinsi ya kuitumia. Kwa maana hiyo ndio kitu ambacho nakiona kwa mchezaji Mosi. Kwa hiyo kama Yanga atafanikiwa kumsajili, dili lake bila shaka ni usajili wa kibawe na kutosha. Mimi nadhani inaweza ikawa na tija na inaweza ikawa inaisaidia klabu, maanake ujue kuna muda unahitajika kupata mchezaji kama Mosi katika nafasi
3 4, nafasi 2 aweze akakukosa yani. Itakuwa rahisi Young Africans kumpata huyo mchezaji kwa sababu Singida anafanya vizuri kule. Kitu kikubwa nadhani ni ukija kaangalia ni watu kukaa mezani, watu kukaa mezani kama watakubaliana, nadhani Mosi hata yeye kwa vyovyote ujue pamoja mchezaji Burundi huyo yeye amekuja kwa ajili ya Singida, lakini unapopata ofa ya kuchezea vilabu vikubwa kama Yanga au Simba, sidhani kama mtu anaweza akaikataa ofa hiyo, na akija kaangalia yani Simba na Yanga au Yanga Afrika inaweza ikawa ndio safari yake labda ya kupata malisho mazuri zaidi yani nje ya nchi, kutokana na hiki kama alichokifanya Fiston Mayele. Kwa hiyo huyu unaweza kufanisha na Fiston Mayele Mosi, tabia uchezaji wao wanatofautiana. Yeye Mayele ni fighter, Mayele ni fighter, lakini huyu yeye ni mchezaji ambaye yani anakaa sehemu sahihi kwa ajili ya kufunga tu, yani kazi ya kusubiri. Sio kusubiri, ukisema kusubiri labda anakuwa amesimama. Yeye anajua sehemu ya kukaa sehemu sahihi kwa ajili ya kufunga tu, lakini Fiston Mayele kuna muda anaweza akamtoa beki katikati ya uwanja akaondoka naye. Sasa tofauti ujue na Mosi. Mosi yeye huwa anakaa maeneo ambayo anajua kabisa ili eneo nikipata mpira siwezi nikafanya makosa yani. Lakini si wanaye Depo pale naye anaipo kama type yake kama hiyo. Depo amerudi lakini bado hajakuwa bado kwenye utimamu wa hali ya juu. Sasa ujue Yanga Afrika wanaenda kwenye michuano ya kimataifa, inatakiwa uwe na watu ambao yani katika nafasi 3 zitakazopatikana kosa yani nafasi 1 au 2 huo umefunga goli yani. Kitu ambacho ukija kaangalia Prince Dube akupi kitu kama hicho. Depu toka arudi kwenye majeraha akupi kitu kama hicho. Inatakiwa uwe na striker kama Mosi katika nafasi 3 angalau uwe na uhakika wa nafasi 1 au 2 anabadilisha kuwa magoli. Kwa kiufupi unaweza kuzungumza kwamba Depu hamfikii Mosi kwenye ubora wa kupachika mabao. Sio kumfikia. Ukisema kumfikia unakuwa labda unamkosea kidogo Depu. Unaangalia Mosi kitu alichokifanya kwenye dirisha dogo mpaka sasa hivi yani, tofauti na Depu. Depu ujue bahati mbaya ukija kaangalia majeraha yalimweka nje kwa muda lakini sasa Mosi ukija kaangalia dirisha dogo goli 17. Sasa unaona yani hapo uwiano wa Depu na Mosi. Kwa maana hiyo unaweza ukapima mzani hapo. Hivi Bakari Malima, mara nyingi Singida Black Stars wanafanikiwa kupata wachezaji bora na umekuwa chachu mafanikio kwenye klabu hiyo. Wana wini wapi Singida Black Stars? Kwanza ndio maana nasema scouting yao Singida nadhani iko vizuri. Ujue mchezaji bora nadhani kuna watu wanakuwa wanamfuatilia kwa muda mrefu. Tofauti ujue na sajili zinazofanyika, mchezaji labda amekutana na timu yako, kacheza mechi ya nyumbani na ugenini, amecheza vizuri, unaona huyu anafaa. Sasa nadhani Singida wanachokifanya kwenye nafasi nyeti kama striker, wanakuwa wanamfuatilia mchezaji kwa muda mrefu. Kwa vyovyote scouting yake inamwangalia mchezaji labda zaidi ya mechi hata 10, 15 yani. Wanajiridhisha kwamba huyu akija hapa ana kitu. Tofauti ujue na mchezaji yani amekufumania mechi labda ya nyumbani na ugenini amekufunga, basi unaona huyu ananifaa yani. Kumbe ukimleta pale unakuwa umecheza patapotea. Kwa hiyo kiwalisia kwamba Singida wana jicho la kuona wachezaji bora. Nawapongeza sana Singida yani, maanake ujue hawakurupuki yani. Wakimleta mchezaji unaona kabisa wamemleta mtu yani, na tuangalie hata kama Soa kabla hajaleta mambo yake ya ajabu ajabu yani. Jonathan Soa. Jonathan Soa yani, wamemleta pale unaona kitu alichokuwa anakifanya yani. Ndio maana yani nadhani Simba wakawa wamevutika nacho. Kwa Singida hii na tuseme kwamba inazalisha wachezaji kwa ajili ya kuwapeleka kwenye hizo klabu kwa ukubwa hizi. Ujue soka ni biashara. Sasa kitu wanachokifanya Singida, leta wachezaji wazuri, timu ikifika bei, tupeni pesa hapa, chukueni mchezaji, tutaenda kuleta tena mashine nyingine yani. Lakini Malima, ukiangalia kikosi cha Young Africans kana kwamba kina nyota wengi kutoka nje ya nchi. Kuna wengine, kuna taarifa kwamba baadhi ya wachezaji ambao
walikuwa kwa mkopo wanarudi, na tayari Young Africans idadi ya orodha tayari imekamilika. Hauoni kwamba hii itakuwa ni issue nzito kwa sababu wana mpango sawa kumsajili huyu, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji pia wametajwa. Hii imekaja? Nadhani wewe uko ndani zaidi pale Young Africans, ingawa bwana unadili sana kwenye soka, lakini unafahamu yanaendelea pale Young Africans. Nadhani kitu kikubwa ambacho Yanga Afrika wataangalia kwanza ripoti ya mwalimu. Ripoti ya mwalimu inasemaje kwa hao wachezaji wa kigeni waliopo sasa hivi. Kwa nini kocha atabaki? Ataendelea kuwa kocha mkuu? Morin hata kama hatakuwa kocha mkuu lakini na uhakika ni ripoti yake itakuwa na uzito mkubwa sana. Manake kwa vyovyote atatoa ripoti yake kwa wachezaji wote. Alafu baadaye watu wataangalia ripoti ya wachezaji wa kigeni. Ni mchezaji gani ambaye tunaweza tukaendelea naye akatupa angalau kitu ambacho tunakitarajia kifanyike ndani ya klabu. Hao wachezaji waliokwenda kwa mkopo unaanza sasa kupima uzani wao yani. Kwamba kule walipokuwa wakirudi hapa wataisaidia timu au kama vipi, tuendelee kuwapa tu yani nafasi sehemu nyingine wakacheze kwa mkopo. Manake unaweza ukatolea mfano kama mchezaji kama Buba. Uwezi ukasema kwamba mchezaji huyu tuendelee kuwa naye wakati unaona kabisa ni mchezaji ambaye yani amepewa nafasi lakini haoneshi kuisaidia klabu. Yeah. Kwa hiyo kwa usajili huu wa Mosi, huenda hata dili lile ambao Yanga walikuwa wanahusishwa na mshambuliaji kutoka pale Polisi ya Kenya huenda likafa kwa ajili ya huyu, si ndio? Maana bahati nzuri ujue Mosi ka prove. Yule unaweza ukasema mlete mchezaji anaanza moja yani, kuanza kuzoea mazingira ya ligi yani. Lakini huyu kaingia dirisha dogo ka prove yani. Nusu msimu goli 17. Kwa maana hiyo unajua kabisa huyu kumbe naweza nikaanza naye msimu kuanzia mwanzo, na bahati nzuri kisha izoea ligi ya Tanzania, anaweza akanipa kitu bora zaidi yani kuliko kumleta mchezaji ambaye yani utampa muda azoee mazingira ya mpira wetu, kitu ambacho kija kaangalia kwa hivi vilabu vyetu vikubwa kumpa mchezaji muda huwa ni aghalabu sana. Singida unaitazama vipi? Wachezaji bora wanaondoka, wanaita wachezaji bora wanaondoka. Soka ni biashara. Ndio maana nimekuambia ujue Singida kwanza na wasifu yani. Wewe utamchukua Mosi, utamchukua Jonathan Soa, lakini wanakuwa wao wameshapiga hesabu zao nyingine. Nataka mrejeshe Soa. Kwamba Mosi akiondoka kuna mashine nyingine tunaileta hapa. Wameshachukua hela, wameshaenda kuchukua mchezaji mwingine na pesa nyingine zinasaidia vitu vingine. Kwa ramani yao inachora vizuri tu. Wako vizuri yani, naweza nikasema scouting yao mtu anaofanya scouting yao wasimuache yani, ana jicho la tatu. Ni mtu kweli yani. Ni mtu kabisa. Ni mtu waswa yani. Yani kama ujue hizi scouting zinazofanyika na mtu wa Singida ingekuwa yani ndo Singida iko kwenye mzani kama wa Simba na Yanga na uhakika yani hata kwenye mechi za kimataifa Singida wali deserve yani kufanya vizuri zaidi yani. Bwana mimi nikushukuru sana Bakari Malima Jembe Ulaya. Kitasa cha zamani. Kazi njema. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.